Nadhani watu wengi tunafahamu miwa, lakini hatufahamu faida gani inayopatikana katika upande wa mua. Lakini leo nitakupa tiba inayopatikana katika upande wa mua. Kama wewe ni muhanga ama una baadhi ya matatizo fulani, sasa nisikilize vizuri niweze kukuelezea ni matatizo gani ambayo unaweza kutibu kutumia mua. Kama haujanifollow, ni follow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tu. Sasa kama wewe ni muhanga, unashindwa kuendelea na tendo la ndoa kwa awamu ya kwanza ama awamu ya pili ama awamu ya tatu, unakosa ile hisia, unakuwa ni muhanga wa upungufu wa nguvu za kiume, basi mua inaweza kawa ni tiba yako nzuri inayoweza kukurudisha katika hisia hiyo. Unachotakiwa kukifanya, chukua ule mua, katakata vipande vyake, kisha tafuta dafu, tafuta na almond. Unatakiwa uchemshe pamoja dafu, almond pamoja na mua. Ichemke ndani ya dakika 10 mpaka 15. Tumia maji yatakayopatikana hapa, ile maji yake tumia kwa muda wa wiki 2, asubuhi na jioni. Glasi moja asubuhi, glasi moja jioni kila siku. Na wakati unatumia utakuwa unaona kabisa mabadiliko na maendeleo katika upande mzima wa hisia ya tendo la ndoa, yani ile hamu ya tendo la ndoa pamoja na upande wa nguvu za kiume. Lakini pia hata wewe mwanamama, kama hauna ile hisia ya kushiriki tendo la ndoa, unachelewa kufika kileleni kwa wakati, basi unaweza kutumia, chukua huo mua, katakata, weka maji ya dafu, tafuta almond, chemsha pamoja, utumie kwa muda wa siku 7 mpaka wiki 2, na imani kwamba utakuwa uko vizuri na uko vyema kabisa. Hizo ndizo faida za mua katika upande wa tiba za nguvu za kiume. Pia ni faida katika upande wa hisia wa hamu ya tendo la ndoa kwa upande wa mwanamke. Tumia leo hii mua ili uweze kuona maajabu ya faida ya mua utakayopata katika upande wa tiba. Ni mimi mshauri wako ninayekushauri kila siku, Witch Doctor. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri.